Leo tulikuwa na mkutano wa wanahisa unaitwa AGM au Annual General Meeting, ambao inakuwa ni nafasi ya wanahisa kuweza kuangalia utendaji wa benki. Niseme kikao cha leo kilikuwa kizuri sana, na kama wanahisa tumefurahia sana utendaji wa benki yetu ya maendeleo ya kilimo TADB, Tanzania Agricultural Development Bank. Tunaiona benki ikikua. Kiwango cha faida kimekuwa ni kizuri zaidi, ambapo kwa mwaka huu faida ilikuwa kwa 44%. Unapokuwa na benki ambayo faida yake inakuwa au uwekezaji ambao au taasisi ambayo faida yake inakuwa kwa 44%, karibia na faida ya 50%, maanake hiyo taasisi inakwenda vizuri sana. Balance sheet ya benki imekuwa kwa 41%. Kwa ukiangalia, hii ni benki ambayo imekuwa ikienda kwa kasi kubwa zaidi. Tulikuwa na mizania kwa ujumla wake ya bilioni 917, na sasa hivi tumefika almost 1.3 trillion. Ukienda kwa figa kamili ni 1296, lakini ukiround ni 1.3 trillion. Kikao cha wanahisa au AGM imekubaliana sasa kwamba gawio la wanahisa kwa kuwa limepanda, kumekuwa na faida nzuri, itakuwa ni bilioni 8.38. Sasa ni wakati mwafaka wa kutoa dividend nzuri kwa serikali ambaye ni mwanahisa mkuu na ni mwanahisa pekee, ya kiasi cha hizo bilioni 3.38. Kwa kama tunakwenda tunaongeza viwango kwa 50% au 100%, then tunakuwa tunaitendea haki nchi na uwekezaji. Na ni vyema tukakumbuka kwamba tunaipo sasa hivi tunahitaji sana kuongeza mapato yasiyo ya kikodi, tunaita non tax revenue, ambayo mapato hayo yasiyo ya kikodi huwa yanatokana na uwekezaji ambao serikali imeufanya, na tunafikiri kwamba mageuzi ambayo Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan alikuwa anayasukuma yanalipa na tunaona tija yake, na sina shaka kwamba ndani ya kipindi cha miaka miwili mitatu haya mafanikio yatakuwa ni makubwa sana, na watu wengi watakuwa wanakuja kujifunza nini tumekifanya na ni reform zipi zimetekelezwa na namna gani ya kufanya reforms. Kama alivyoongea msajili wa hazina ambaye ndiyo shareholder wa benki hii, kuweza kutoa gawio kwa serikali la kiasi cha shilingi bilioni 8.38. Kwa hiyo ni ongezeko kubwa ukilinganisha na ongezeko la mwaka uliopita. Utendaji huu benki imeweza kufanya kwa sababu inakuwa supported na serikali ya awamu ya 6. Kwa niaba ya bodi tunaishukuru serikali kuendelea kuisapoti benki yetu ili tuweze kufanya kwa maana ya kwamba tuweze kufanya vizuri, na sisi kama bodi kwa kushirikiana na management tunaahidi kwamba tutaendelea kufanya yale yote ambayo yako ndani ya uwezo wetu kuhakikisha kwamba benki inaendelea kufanya vizuri zaidi. Tumekuwa na proposition au tumekuwa na gawio ambalo tumeliweka kwa ajili ya serikali ya shilingi bilioni 8.38. Gawio hili ni ongezeko la 50% kulinganisha na gawio lililokuwa limetolewa mwaka jana 2020, na hii yote imetokana na nini? Kwa sababu ya ukuaji mkubwa wa biashara tuliyoifanya. Moja, tumeweza kukuza mizania yetu kutoka shilingi bilioni 917 mpaka kufikia mizania ya shilingi bilioni trilioni 1.3, na ukuaji huu umetokana na kukuzwa kwa mikopo ambayo tumeitoa. Mikopo yetu imekuwa kutoka shilingi bilioni 534 ambayo ilikuwa ni mikopo tulikuwa tumefunga nayo mwaka 2024 mpaka kufikia mikopo ya shilingi bilioni 807 ambayo tulifunga nao mwaka jana. Tunaona kwamba sisi kama benki ya maendeleo ya kilimo, maana yake ni kwamba Watanzania wengi zaidi wamefikiwa na mikopo yetu, na hiyo imekwenda kugusa uchumi wa nchi yetu. Kama mnavyofahamu kwamba nchi yetu inaongozwa zaidi uchumi wake na sekta ya kilimo,
ikiwa ndio sekta inayoajiri wananchi wengi zaidi ya 65% ya Watanzania wanaajiriwa katika sekta ya kilimo. Kwa sisi tunapotoa mikopo zaidi katika sekta ya kilimo inakwenda kugusa maisha ya Watanzania wengi. Mpaka sasa tumekwisha gusa maisha ya Watanzania zaidi ya milioni 2.6 ambao wameguswa na mikopo yetu kwa njia moja au nyingine. Kwenye maeneo ya vijijini wanategemea zaidi kilimo, ambayo ni kilimo mazao, kilimo ufugaji au kilimo uvuvi. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.